simama ya Hussein ya shahida. Assalamu alaikum, karibuni tena katika kipindi cha silsila za Muharram, na hivi leo tunaenda kuangazia maeneo ya Kufa. Imam Hussein, kwa nini alielekea Kufa? Watu wa Kufa, kwa nini walimuita Imam Hussein? Na pia tutaangazia pia kuna maswali mengi sana ambayo yanazunguka mambo yote kuhusiana na Kufa. Kuna mambo ambayo yanasemekana kwamba watu wa Kufa ndio walimuua Imam Hussein. Itakuwaje watu wamekualika na hao ndio wanakuua? Sheikh ataweza kutupa dalili zote na kutupa historia yote kulingana na tukio la Kufa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Karibuni tena katika kipindi kingine cha silsila za Muharram, na hivi leo Sheikh tungependa tuelezee zaidi kuhusu Kufa. Kufa kwanza ni wapi? Watu waelewa Kufa, kwa sababu kwa kipindi kilichopita tulitaja Kufa na tukataja kwamba Imam Hussein alikuwa anaelekea Kufa kutoka Maka. Maana ukipitia katika ukutana na watu ama mitandao kawaida yetu tukipita utasikia washia ndio walimuua Imam Hussein. Sasa tunafaa kufahamu. Maana ukiangalia unashindwa huyu mtu hajaelewa Yazid alikuwa nani, ndio hapo unapomuuliza. Kwa sababu alomuua Imam Hussein atakwambia washia nyinyi ndio mlomuuza Imam Hussein mkampeleka Kufa akaenda akauliwa. Sasa tunataka kufahamu zaidi. So hii kitu ni kama kujaribu kusema hii ni shida yenu. Tayari nyinyi ndio mlifanya. Nyinyi ndio mlifanya. Washia ndio mlomuua Imam Hussein. Sasa swali langu linakuja, sisi washia kama tumemuua Imam Hussein, vipi tena siku ya leo ifikie ni Muharram bado tunamlilia mjukuu wa Mtume? Naam, bismillahirrahmanirrahim. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. نشكر سبحانه وتعالى na tunatoa shukrani zenu pia kutualika pia. Alhamdulillah tumekuwa na taufik, tumeweza kuzungumzia baadhi ya nukati muhimu. Tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watu waweze kuwa wamefaidika na wameweza kuelewa tu zaidi vile kulienda baka siku ya Ashura. Kwa ukweli ni kitu yenye ni swali yenye huwa inasumbua watu. Watu wenye wanajulikana ni wa Kufa walimuita Imam Hussein. Baada ya kuwa amefika njiani ya Kufa akafika Karbala ama tuinaita Al-Kufa, Imam Hussein wakamuua. So watu wenye wamemuua Imam Hussein watu wenye wamemuita. Bakapo tuko sawa? Na hawa wanajulikana ni Mashia. So swali ni hii. Je, ni Mashia ndio wamemuua Imam Hussein ama ni aje? Kabla tuulize hiyo swali, ni vizuri sana watu waelewe kitu inaitwa nini ama maeneo ambayo inajulikana kama nini? Kufa. Ama Al-Kufa. Al-Kufa ni wapi? Al-Kufa saizi ukigoogle utaikuta iko katika nchi ya Iraq. Na ilitoka wapi? Zama za khalifa wa pili Umar ibn al-Khattab, Waislamu najua alianza kitu inaitwa Futuhati al-Islamia. Wakakuwa wanaenda maeneo tofauti wanapigana, wanafanya jihadi, wana expand Islamic territory. Yes. Part of it walienda kwanza wakaingia Iraq. Yes. Baada ya Iraq wakaingia Biladul Furs. Sasa kwa sababu imagine mnatoka sijui kama ukiangalia kwa map, I think kutoka Madina ama Makkah baka Al-Kufa it's over 2,000, 3,000, 5,000, like it's a distance. Cross desert mzito ni. Yes. Alafu bado una suppose kutoka hapo uende wapi? Biladul Furs. Sasa imagine wamefika Khurasan, wamefika Afrika. Sasa walikuwa wanafanya nini? Walikuwa wanaenda wakitengeza base. So Kufa ilikuwa ni base ya watu wa vita. Si ndio? Sasa lakini vile kwanza walienda kwa camp, alafu after being a camp ikakuwa base,
alafu baada kwa yani base mahali penye sasa yes, kwa sababu sasa unaona watu wako hapo wanakaa muda mrefu, kunaanza kwa biashara watu wanakuja kwa idadi kubwa, watu wanakuja na familia zao, kwa sababu wanajua si tunatumia hapa alafu tunaenda tunapigana tunarudi tena hapa kwa sababu tena mi kutoka kurudi nyumbani it's a lot. So makabila zingine pia zikakuja zikafika. Sasa kitu yenye ilitokezea nini, hiyo town ika form, si ndio? So hiyo town ilikuwa ni ya zama gani? Zama za khalifa wa pili. Asante. So sio Mashia. Ndio. Kwa Imam Ali bado hapo hana nguvu. Ndio kweli. Ilikuwaje watu wa Kufa wakajulikana Mashia? Wakaanza kuitwa Mashia. Unaona? So hapa hivi tunaongelea bado tuko karne ya kwanza, Mashia wanatajwa. Ndio. Kikatokezea nini katika hiyo Al-Kufa? Ilikuwa tu ni kampi ya jeshi yenye ilikuwa ni chini ya khalifa. So tuwezi kuita ni mantaka ya Kishia. Baka hapo tuko sawa? Tuko sawa. Lakini kilitokezea zama za khalifa watatu, hawa watu wakaona wanalipa tax sana, wakakuwa na shida. Baadhi ya watu kutoka hizo maeneo na maeneo tofauti wakaamua kukuja wapi? Madina, kuweza kuongea na khalifa wa siku hizo, khalifa watatu. Kumwelezea tuko na shida sasa, wewe uko na choice mbili, aima utoke uvakete ama tu. Yes. Sasa kitu yenye ikakuwa hawa watu wakafanya nini? Baadhi yao wakamua khalifa watatu. Si ndio? Alafu Waislamu siku hizo wakampatia bai'a nani? Imam Ali. Tunaweza kusema zama hizo Uislamu ama wanasema geography Islamu ingeza kuanika in easy way into 4 categories ama 4 geographical area kimap. Ukiangalia map tuko na Hijaz, si ndio? Hijaz inaingia Maka, Madina, nini si ndio? Alafu tuko na hii side ya Iraq yenye inakuwa Baghdad, inaitwaje siku hizo Baghdad? Hapana, inaitwaje Kufa, Basra, nini baka hapo tuko sawa. Alafu tuko na Biladu Sham, sasa ndio inakuwa Syria na nini baka Palestina inaingia katika Biladu Sham. Alafu tuko na side ya Egypt, Misri. Yes, sasa Misri kulikuwa kuna Muawiya alikuwa kwa hiyo side baada ya kifo cha Imam Ali na nini, Amr ibn al-As akachukua, alikuwa kwa hiyo side. Unaona? Sasa kitu ilitokezea nini? Sasa zile hao watu walikuja wakaua khalifa wa tatu. Wakapatia Imam Ali bai'a. Si ndio? Kukakuwa na shida. Baadhi ya watu wakafanya nini? Wakarudi karibu na Said za Basra, wakatengeza jeshi. Ndio ikaleta vita vya Jamal. Basra tayari hao ndio wameform Jamal, vita vya Jamal kwa ajili yao. Si ndio? Sham wako na Muawiya. Madina tuweze kuhesabu kama watu wenye wanaweza kwenda kupigana nini, akina nani wamebaki? Kufa. Watu wa Kufa. Al-Kufa. Sasa watu wa Al-Kufa wakafanya nini? Hao ndio wakakuwa kama sasa watu wa serikali Imam Ali sasa. Kwa sababu vile walimpa bai'a, sasa ikawa kwamba by default wanakuwa ni jeshi yake. Yes, lakini usisahau. Wacha hiyo nukta ndaisema. So what happened ni nini? Hao watu sasa Imam Ali akafanya nini? Kutumia hao watu akapigana, vita vya Jamal kaisha, Basra ikachukuliwa nini? Hiyo side Iraq ikatulia. Madina pia yuko. Sasa Imam Ali akaenda vita vya Siffin na Muawiya. Sasa Imam Ali kabidi atumie base, na pia kwa sababu watu wenye wamekuwa kimpatia himaya watu wake nini wamekuwa watu wa wapi? Al-Kufa. Imam Ali akahamisha serikali yake ama akahamisha markazi yake, center yake. More safe upande huu. It was easier for him. Na watu wake wako huko. Akaiweka wapi? Kufa. Sasa tunaweza kusema capital ya Uislamu ikahama kutoka Madina ikakuja Kufa. Kwa sababu khalifa yuko wapi? Kufa. Al-Kufa. Lakini swali ni hivi. Unajua hii kitu inaleta shida mbili. Shida ya kwanza, ndugu zetu labda wanaweza kushangaa. So, watu wenye walikuja wakapatia bai'a Imam Ali. Si ndio? Je, historically kiimani tunaweza kuita Mashia ama hatuwezi kuita Mashia? Kuangalia before that incident ya vita hizo zote Jamal na Siffin, hata kwa si Mashia. Tusema tu ni Uislamu ambao walitaka uongozi, wakapata Imam Ali ndio ako willing at that point kwa kiongozi wao, wakampa bai'a. Sasa unaona ukirudi katika vitabu vya historia kuna kalima inatumika Shi'at Uthman.
Kweli. Ushai kuiona hiyo kitu? Nishaisikia. Shiat Ali. Sasa unajua what happened ni nini? Before Kulikuwa kuna ushia political then. Sasa Maana neno wewe Shia yani ni lenyewe. group ya Imam Ali na group ya Uthman, group ya Muawiya. So hapa tumeingia kwa maana ya jina Shia, hatujakuja Follower. kwa Yes, in general tu. In a Si general wenye term. sisi tuko. Unaona? Hao watu wenye walimwambia Imam Ali akuwe khalifa, hawalikuwa haamini ya kwamba mtume alimwambia Imam Ali ndio ni khalifa. Waliona kwamba saizi khalifa wa kwanza ni huyu, wa pili ni huyu, wa tatu ni huyu, wa nne pia anaweza kuwa ni huyu. Si ndio? Ikakuaje? Wakamchagua Imam Ali kama khalifa. Yes, kipolitiko, msimamizi wa serikali. Si ukhalifa enye ndo mtume alisema nini ni tarikum fikum thaqalain kitab Allah wa itrati. ali by default alifall under system ya kuchaguana. Yes. So huwezi kusema hawa ni mashia wenye wanaamini Imam Ali ni khalifa wa kwanza. Aha, inakuwa tu ni Waislamu ambao wanataka kiongozi. Yes, Imam Ali ni kiongozi wao kama khalifa wa nne. Kama mtu tumebai na tumepea Yes, isipokuwa baadhi. Isipokuwa idadi maalum. Ndio. wachache sana. Sasa nikisema vita vinaleta madhehebu, unaona Imam Ali tayari kutoka zama za mtume ilikuwa anajulikana iko na watu wake. Tayari kuna wale Mpaka zama za mtume walikuwa wanaitwa Shiat Ali. Unaweza kusoma kwa historia wapate. Alafu baadaye khalifa wa kwanza, khalifa wa pili hakutakuwa na shida. Khalifa wa tatu ndio kukakuwa na watu wenye wana hiyo kadhia, kifo chake kikaleta shida mingi sana. Kwa sababu Muawiya akatumia hiyo kadhia na watu wa Jamal pia wakatumia kadhia nini kupigana na Imam Ali. Sasa katika vita vya Siffin kuna madhehebu mpya ikatoka. Wenye wanaitwa Khawarij. Unaona? Khawarij nao walikuwa ni watu sampuli yao tofauti na waliishi miaka mingi sana na baadhi pia inasemekana bado wako. Wako na imani yao, tofauti yao, nini wanaamini Qur'an, haji nini, but kuna ikhtilafa. Sasa kitu ilitokezea nini? So baka hapa tumeelewa kwamba uwezi kusema watu wa Kufa walikuwa mashia. Ndio. Walikuwa ni Waislamu ambao walitaka kiongozi. Imam Ali alikuwa kiongozi wao. Tosha. Yes, generally. Not Na ni politically. Yes. But kulikuwa ndani yao pia kuna mashia wa karibu na masahaba wa karibu Imam Ali. Lakini Imam Ali aliuliwa mwaka wa 40. Imam Hussein aliuliwa mwaka gani? 61 Hijria. So for 20 years, 21 years useme, let's say 20 years. Nani ndo anasimamia Kufa? Iko chini ya serikali ya Kiislamu. Maana Nani ndo ni msimamizi wa serikali ya Kiislamu saa hizo? Imam Hassan. Imam Hassan alifanya bai'a. Alifanya bai'a. So ilikuwa ni Alifanya si aktua bai'a, alifanya sulh. Kwa hivyo ilikuwa ni Muawiya ndo. Yes. Muawiya. So watu wa Kufa pia, as much as kuna watu wenye wanajua Imam Ali na wanapenda Imam Ali, yes, lakini wako chini ya ukhalifa wa nani? Wa Muawiya. Wa Muawiya. So what happened nini? Hiyo muda baada ya kifo Imam Ali kuna watu walihamishwa wakapelekwa Kufa kuweza kubadilisha demography. Unaona kama saizi watu wanatolewa kutoka hizi nchi za Marekani wanaletwa wa Palestine ili wakuwe watu wa huko. Kuna watu wenye tayari wakakuwa wanaletwa, historically imetajwa, wamekuwa kiletwa. Sasa ndo hiyo ivunje hiyo group moja, hiyo kudelete hiyo fikra ya ukhalifa ya Imam Ali, kwa sababu baadhi yao bado walikuwa wanapenda Imam Hassan, bado wanafuata hiyo nini, na baadhi yao idadi ndogo walikuwa wanafanya nini, wanaamini walikuwa ni mashia ki system yenye sisi tunasema. So 20 years tayari wako hivyo. So hakuna namna wewe utaishi nchi ya serikali na muhifadhi namba yenu na muhifadhi nguvu zenu na hiyo maneno yenu yote kwa 20 years chini ya serikali ya Muawiya. Lazima alipanga njama muda yes yote. Alikuwa na muda wa kutosha. So tayari hapo hivyo tunaongelea watu wenye distance yao ni Imam Ali ni 20 years. Kweli. Ni hiyo ni a whole new generation. Generation 2 generations mbili kila hata. 10 years ndio. Yeah. Ni kila 10 years ndio. Inatosha kuingia 2 generation. Yes, 2 generation. So barua ya kwanza Imam Hussein akitoka Madina kwenda Maka. Yes, alisema nini? Alisema kwamba mimi naenda, tutajua vile kutakuwa. So kutoka kwake
si ya kwamba alikuwa anafuata watu wa Kufa. Kufa ilikuja tu by the way. So yeye alitoka huko kwa njia ya kusalimisha ni familia yake. Yeye na familia yake. Kwa kuwa salama akatoka. Yes. Tarehe 10 ya Ramadhan akapata barua ya kwanza kutoka baadhi ya baadhi ya masahaba, baadhi ya watu ya kwamba kutakuwa na nini, tunataka wewe ukue nini, ukue khalifa. Suleiman bin Surat Khuzai yeye aliandikia, yeye alikuwa ni katika watu wenye kukubali nini, bai'a ya Imam, hii ni toji sulh Imam Hassan, hii kumfurahisha, lakini alikaa tu. So yeye akaandika barua, na pia ni katika watu wenye waliuliwa bado katika inaitwaje Thawratut Tawabin. Unaona? So yeye akaandika, yeye na watu kadhaa hivi wakaandika barua. Baadhi yao pia katika hiyo barua kuna Muslim bin Ausaja, kuna Habib bin Madahir al-Asadi, kuna idadi ya watu wenye wanaonekana. Baka Hani bin Urwa wakaandika barua. Imam Hussein akasema nini? Waache, twendeni, tuelekee sasa, tutaenda Kufa. Al-Kufa. Kwa sababu nikaa kuna base, kuna watu nini. Lakini this is what happened. Imam ku make sure kila kitu iko sawa. Yes, kwanza alituma watu wawili. Kuna mwenye alituma Basra, kwa sababu Imam pia alitumia barua watu wa Basra kuambia kuna kitu kama hii. Lakini shida ukiangalia hizo barua, mingi yao, baadhi yao wakituma hiyo barua, si ya kwamba wanamtaka Imam Hussein kwa sababu yeye ni Imam Hussein. Wanamtaka kwa sababu hawataki Yazid. Kweli. Unajua kuna tofauti sana. Unaona, mimi nikitaka wewe ukue khalifa, sio kwa sababu wewe na kuona uko na haki ya ukhalifa, bali kwa sababu huyu mwingine ni mbaya. Ni vitu viwili tofauti kabisa. Yani kama inakuja na interest, yani tuwezi kusema ni interest ama nini, but sikuoni wewe kama khalifa. Wewe imebidi tukufuate wewe. You are the best option currently. Si ndio? Siko ubaya. Baadhi yao ukiangalia hizo barua zinaingia katika hiyo kategoria. Si kwamba wanaoni Imam Hussein ni kama ni yeye anatakana kuwa khalifa vile Qur'ani labda si tunafanya tafsiri, labda vile hadithi za mtume zinasema Al-Hasan Hussein maman kwa yes, kwa sababu Yazid ni mtu mbaya. Babake alikuwa ni mtu mbaya, tulikuwa tupumui. Sasa imagine Yazid ameingia, mtu mwenye tunamjua, anakunywa pombe, anaua watu, anafanya nini. Tutakufa. Inatosha wao kumjua vizuri. Wanajua babake tayari. Sasa huyu kijana alikuwa ni mdogo. But still anasema itakuwa mbaya sana. Wakasema nini? Baadhi yao wakafanya hivyo. Sasa hiyo ni grupu ya kwanza. Sasa kitu yenye ikakuwa Yazid, kulikuwa kuna Imam akafanya nini? Si akatuma Muslim ibn Aqil na akatuma mwingine, wawili akatuma Kufa, wa kwanza na wa pili. Wa pili alikuwa ni Muslim na mmoja akatumwa wapi? Akatumwa Basra. Alafu Imam bado hajapata confirmation ya kwamba hii maneno iko sawa. Unaweza kuja sasa. Yes. Imam akafanya nini? Imam akapata fununu ya kwamba wanataka Imam akiwa katika zama ya haji, wametuma nini hao watu wamuue. So Imam akasema mimi nimekuja huku nikue safe na sitaki, kama wanataka kuniua huko katika Maka, afadhali niuliwe nje ya Maka. Sitaki damu yangu imwage katika hii ardhi ya kwa sababu hii ni kukosea, si vizuri. Alijua wanaweza again history proved. Unajua Imam was the before incident. Yes, hizo za hara sijui hizo maneno za kuchoma Kaaba ni, lakini Imam alikuwa ameona watu. So Imam akatoka. Sasa njiani, sasa Imam vile akatuma mtu wake Kufa, baada ya muda akapata habari ameuliwa. Lakini ilikuwaje mtu Imam akauliwa? Ilikuwaje watu wa Kufa wakabadilishwa? Unaona? So ambaye mtu Imam tunaongelea na ni Muslim bin Aqil. Sasa kitu yenye inakuwa Yazid akafanya nini? Kukua kuna, unaona vile Madina Walid walikuwa kuna Marwan. Walid alikuwa ni mtu kidogo peaceful, so hataki watu kuuana. So Yazid akafanya nini? Akamtoa yeye akamweka Marwan kama nani? Kama governor, baada ya kupata habari ya kwamba huyu amewacha atoke. So akamtoa kazi. So kulikuwa kuna mwingine pia wapi? Kufa. Yeye pia anajaribu kwenda vitu diplomatic, politics nini. Unaona? Kulikuwa kuna mtu anajulikana kwa ubaya, anaitwa Ubaidullah ibn Ziyad. Akamwambia wewe
huyu sioni huyu ataweza kupelekana na Imam Hussein vizuri. Akamtuma yeye kutoka Basra, akamtoa kutoka Basra akaenda wapi? Kufa. Mtu huyu akafanya vitu kadhaa kabla Imam Hussein akufike. Kitu wa kwanza kabisa, yani akatumia baadhi ya vitu ama tactics kuweza kutoa hao watu wenye walikuwa wanataka Imam Hussein akuje huko. So unajua Imam Hussein angefika angeweza kutengeza jeshi nini kungeza kufanya kitu. Kitu wa kwanza kabisa, akaanza kutisha watu. That's the most basic thing. Watu wakatishwa, wengine wakaogopa nini. Na unajua huwezi kutisha watu bila kuprove. Lazima utafanya kitu kubwa ambayo. Yes. So kitu akafanya nini? Kwanza vile akafika akaanza kushika hao watu wenye walikuwa wanajulikana ni watetezi wa Imam Hussein. Na hao sasa ndo ni mashia wenye sisi ndo tunawataja sasa. Hao ni mashia wa ukweli. Unaona, wanaamini Imam Hussein, wanampenda Imam Hussein, wako tayari kufa katika njia Imam Hussein. Wakawashika baadhi yao, idadi wakashikwa, alafu wakauliwa katika namna mbaya sana. Spread terror. Yes, kutisha watu. Unaona wewe kama hata ulikuwa unataka kufuatana na Imam Hussein, mamako atakataa. Wewe kijana wangu, unaona mtu vile ni mbaya. Akachukua Muslim ibn Aqil akamshika, Hani ibn Urwa katika watu wenye maandika barua akawashika. Na idadi Mukhtar bin Yusuf al-Thaqafi akashikwa. Idadi kubwa wakashikwa wakawekwa jela. Almost baadhi wanasema in thousands. Wakashikwa wakawekwa jela. Na baadhi yao wenye walikuwa wanashikwa walikuwa ni wakubwa wa kabila. So kama wewe ukishika rais ya kabila, alafu kama amecontrol kabila yote. Sasa kitu unafanya kama Hani si akishikwa, watu wake akataa kupigana, wakamwambia enda useme Hani yuko sawa. Sasa hapo hivyo in meantime wanapiga campaign the next mkubwa wa nini apatikane through pesa na nini. So watu wengine nao wakakuwa wanapatiwa pesa. Kama Umar ibn Saad aliambiwa ende apigane na Hussein, si alikuwa pia kufa. Akakataa. Akasema msiweze kufanya kitu kama hiyo. Hii ni vibaya sana. Akamwambia tutakupatia Rei ni maeneo, ni kama saizi uambiwe enda uwe Imam Hussein alafu ndo utakuwa governor wa Mombasa. Alikuwa amekataa. Lakini akapiga mahesabu itakuwa ngumu sana mimi nikatae. Akakubali. So kuna wenye walitishwa, kuna wenye waliuliwa, kuna wenye waliwekwa jela na kuna wenye walilipwa pesa. Hivyo demography hiyo kadhia yote ikashuka. Sasa hivyo waliua Muslim ibn Aqil. Mtu mwenye Aqil ni ndugu ya Mali. So ni tayari mwenye katika familia kizazi wenye ingia katika Ahlul Bait. Akafanya aje? Akamchukua akampeleka juu ya Darul Imara. So ni nyumba kama castle ya nyumba ya governor. So ofisi nini iko hapo. So iko juu. Unaona imejengwa, akapelekwa juu, watu wanaangalia. Akamkata kichwa alafu akarusha mwili wake chini. So ilikuwa kama anaonyesha kabisa. Yes. Na kuna baadhi yao wakakuwa wanauliwa aje kama Maitham Tamar. Si muda mrefu sana kabla kadhia Imam Hussein ndio aliuliwa pia. Hawa ni mashia wa Mali wenye wanajulikana. Wameuliwa, wako jela na wengine ijulikane wako wapi, tutajua wengine watakuwa wapi. Sasa Maitham Tamar akamfanya nini? Akawa amefungwa mkono wake juu ya mtende. Amefungwa juu, nikaa amesulubishwa. For days akakuwa anasoma hadithi, anaongea sifa za Imam Ali, sijui nini. Kono mzee anaongea sana na tujampatia chakula nini. Wakamkata ulimi. Na baadaye akakufa hivyo. Na baadaye wakakuwa wamehang mwili yake kwa muda. Kitu yenye Mtume alikataza inaitwa muthla, yani mwili ya Muislamu hui katikati. Yes, generally ati kukatakata, kuihang, kuifanya nini, kuonyesha watu ya kwamba ni kama ile kukosea mwili heshima. Yes, hakuna kitu kama hiyo katika Uislamu sisi. Sasa akafanya hizo maneno. Sasa swali ni hii. Tunasema mashia wakaimuita Imam Hussein. Kwanza tumeelewa kwamba kama mtu akikuuliza swali, mashia ndio Imam Hussein, kwanza uliza, je, watu wakufa wote walikuwa ni mashia ama kwa si mashia? Tuwezi kusema kwamba walikuwa ni mashia baada ya kuwa miaka 20 Muawiya ndio alikuwa ni khalifa. Wengi wao walitoroka, wengi wao waliuliwa
na wenye walikuwa wamebaki tunaona katika zama za Ubaidullah ibn Ziyad, wengine wametishwa, wengine wakauliwa, Muslim ibn Aqil, Hani ibn Urwa na watu wengine kadhaa. Na bado swali yenye inabaki hapa ni hii, tukiangalia baadhi ya watu wenye wameandika hizo barua kwa Imam Hussein, wenye wameandika barua kwa Imam Hussein tunaona baadhi yao wako katika ardhi ya Karbala na Imam Hussein na Imam Hussein. Habib ibn Madahir tunamwona yuko hapo hivyo. Tumetaja nani? Muslim bin Ausaja tunamwona alikuwa hapo. Unaona, hao ni watu, baadhi yao watu wenye waliandika barua walifika. So hii ni kama kudanganya watu kusema mashendo waliita, wenye walimuita Imam Hussein baadhi yao walifika. Na baadhi ya historia na wamehesabu watu wa Kufa, mashia katika watu wenye walikuwa ni Imam Hussein wakapigana na yeye, yani walikuwa katika jeshi ya Imam Hussein, takriban 2/3 walikuwa ni watu wa Kufa, yani ni watu wenye wametoka. Habib bin Adhar alikuwa yuko Kufa, alitoroka Kufa, kulikuwa kuna blockade, uwezi kutoka. Ibn Ziyad amezuia, lakini hao katoroka usiku, yeye na mfanyikazi wake wakakuja. Na si mmoja, si wawili, ni kadhaa. Unaona? So uwezi kusema kwamba unless haujasoma tutaelewa. Lakini kama umesoma, lakini historia yote tayari inaonyesha kwamba vile umeelezea kwamba wao walikuwa ni Waislamu, wanataka kiongozi. So kusema kwamba walikuwa mashia, walikuwa nini, hiyo kadhia itakuwa ngumu sana kuiprove. Kusema watu wa Kufa walikuwa mashia ni ngumu kuprove. And keep in mind, the minute tukisema kulikuwa kuna mashia hiyo mwaka historically, yes, inamaanisha yani madhehebu ya Ushia imekuwa dunia katika madhehebu ya kitambo kabisa, kwa sababu hii maneno kuitaja tayari inarudisha history nyuma sana. Sisi tunasema inarudi nyuma zaidi, lakini kwa watu wenye wanaamini Ushia labda umeanza baadaye, yes, wewe mwenyewe pia tayari ni topic nyingine tofauti kuelezea chanzo cha Ushia na nini, kwa sababu wengi wana discredit Ushia kwa kutumia timeline. Wanasema Ushia ni ya juzi, mara wana accredit watu ambao hata wajulikani kwa Ushia. Kuna watu wanapewa hiyo accreditation kwamba wao ndio walianzisha Ushia kina nani. So naona umetupa maelezo kwa urefu kwamba Imam Hussein nani alimuua na watu wa Kufa walitumika vipi katika hii kisa cha Karbala. Wengi walitishiwa maisha, wengi walimfuata, wengi walitishiwa. So ikawa ni Imam Hussein, wale ambao waliweza kusimama naye ni wachache sana, ambao mostly ukiangalia wenye walikuwa sasa, hao ndo ni mashia wenye tunaita mashia. Wenye wanaamini Imam Ali alikuwa ni khalifa wa kwanza vile mtume amechagua, alafu Imam Hassan, alafu Imam Hussein, naona haki ni kwao. Na mapenzi yao kwa kizazi cha mtume unaweza kuona vile katika hizo vita vile walionyesha katika mauaji wa Karbala, vile walisimama wakauliwa bila huruma. Lakini kwa wengine, kwa idadi kubwa sana watu, tuwezi kuita kwamba watu wenye walimchagua Imam Ali ni mashia. Ni Waislamu walichagua khalifa wanne, simple as that. Maada watu wawili watatu wanne, hao ni kesi nyingine. Alafu tuko na watu wa Kufa baadaye wakiingia hiyo katika, wako the same category, wanamwona Imam Ali kama khalifa wanne na zama zake zilikuwa tofauti. Na usisahau yeye, hao walienda part of hao watu wa Kufa kwenda kupigana na, ama baadhi yao kwenda kuwa khalifa watatu, ni kwa sababu wanaona Banu Umayya, baadhi yao hao watu wa familia karibu wa khalifa watatu wameanza kuwaletea shida. Kuna shida tax, pesa, nini. Sasa wanataka inaitwaje, social reforms. Sasa ni kama hiyo kazi yao yote ni walienda kupigania, walifail kwa sababu Muawiya ndo amekuwa khalifa. Yani yeye ndo amekuwa achukua serikali tu. Umeelewa? So tayari hao wanafikiria vile wanaweza kurudisha haki zao. So tayari hao hawapendi akina Muawiya na Yazid automatically. Lakini tuwezi kuwaita historically, kiimani, kiitikadi yao mashia. Hata ndo historically wanasema katika Imam Ali ameenda na hao baadhi yao watu wa Kufa. Wameenda naye katika vita vya Siffin, alafu wanaambia Imam Ali tuswali salatu tarawih. Imam Ali akakataa. Halafu wanasema mwenye wa sunnata sijui nini, sunna fulani imepotezwa nini. So ni watu wako katika jeshi yake, unaona. Lakini ile inaonyesha kwamba kukua na Imam Ali katika hizo vita, katika hiyo marhala, haimaanishi wewe ni mshia. Wewe unamwamini tu kama khalifa, msimamizi wa serikali. Lakini Imam Ali kuna mashia wake wanajulikana,
na baadhi yao labda tutawataja katika kujua zaidi baadhi ya hao mashujaa wa ardhi wa Karbala. Mimi nimepata mafunzo mengi kupitia hapa, na pia nadhani ni mafunzo ambayo yanatuelekeza pia katika maisha yetu ya sasa, vile tunavyoishi na siasa zilivyo. Wanakuambia si kila mtu atakayekupa uongozi ama si kila mtu utakayemuongoza amekufuata kwa ajili ya kitu fulani. Kuna mtu mwingine amekufuata wewe kwa sababu anakujua una hikma ndani yako. Kuna mwingine amekufuata wewe kwa sababu ya kitu fulani. Na pia nadhani imetufundisha vile kama umesema Omar bin Saad wanadamu tuko na akili. Mwenye alikuwa anasema naangalie kifo Imam Hussein, lakini pia mikate huko Rei, inaitwa Rei. Anasema mikate ya Rei bwana. Nitakosa mikate ya Rei. Anasema kuna mikate zilikuwa zinajulikana za Rei huko. Unakuta vile binadamu Mwenyezi Mungu anampa mitihani hapo katikati. Anakuwa sasa wewe ni uchague hii ama uchague hii. Na tuliona alichagua nini mwisho wa siku. Shukrani sana Sheikh. Na asante sana kwa maelezo yako. Natumai mtazamaji ameweza kujifunza mawili matatu kutokana na hii tukio la Kufa. Na pia tunaweza kutambua kwamba Uislamu as much as Uislamu umetufikia leo imepitia changamoto mengi sana. Na ni wajibu wetu kusoma historia tuweze kujua nini ilifanyika. Juu lazima Muislamu katika umri fulani umepatana na visa kama hizi za visa vya Karbala, visa vya Kufa, visa vya ukhalifa vile ilipokezwa. Lazima Muislamu amekutana na haya yote, na ni wajibu wako kutafuta ukweli na kutafuta historia. Hata kama utapata yote katika simu moja, ni juhudi yako kusoma na kutafuta ukweli. Kwa hayo machache, nashukuru Sheikh wetu, nashukuru dada yangu kwa kujiunga nami katika hii kipindi Silsila za Muharram, na ujiunge nasi katika kipindi kingine. Sina mengi ya kuongeza ile kusema maasalamu.